Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe utawala. Hakika you are right. Kwa hakika tulikuwa sawa. Kwa naibu askofu mkuu Bishop Moses Tangara, Pastor Mama Bishop Wema Tangara, wazee wa kanisa, overseers, viongozi wote. Asante kwa tunuku hii, kwa kuniruhusu kutoa ushuhuda ambaye Bwana amenitendea baada ya kungojea miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jafeth Opati. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Na hudumu katika kitengo cha usalama hapa Utawala Main Altar. Mzaliwa wa Western Vihiga County. Na Bwana alinitendea makuu kwa hii mkutano ya Menengai ya 7, ambapo vile tuliitishwa tuanze mobilization ya kwenda kwa mkutano wa Bwana. Nilitoka hapa nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani nikaambia tukijiandaa kwenda kwa mkutano wa Bwana, tukakuwa na mpangilio ya kwamba tutaenda na basi kutoka Siaya. Sasa nikakata viti 3 yangu, ya Michelle na ya bibi yangu, lakini kufika siku 2 ndio tupike tamati ya kwenda kwa mkutano. Nikamwambia bibi yangu ya kwamba hatuendi na Michelle, mimi na Michelle hatutaenda, sisi tutabaki nyumbani. Kitu yenye nilifanya niseme hivyo ni ya kwamba nilikuwa nimekata tamaa. Maana nilikuwa nasema kila wakati watu tunaenda na Michelle katika mkutano ya Bwana, lakini haponi. Sasa nikaambia bibi yangu ya kwamba wacha tubaki na yeye, manake hata manabii wa Bwana kidigrii wakiwa mbali, dunia mzima watu wanapota uponyaji wao. Sasa mama yake tukakuwa na mvurutano kidogo. Mama yake anasema sasa tutaendaje mkutano na tunaacha kipofu nyuma. Nikamwambia saa hizi tutabaki na yeye, tuamini Mungu atatutendea wakati huu. Sasa vile tulikuwa siku ya kesho yake ndio ilikuwa on Sunday ndio travel. Mama yake akasema mbona mnanizindikiza na nawacha kipofu nyuma. Nikamwambia Mama Michelle, wewe enda na watoto. Kiti moja yenye ningelikalia pea kijana yangu mwenye ako saizi Mungu alimsaidia amefanya KCSE. Nikamwambia wewe enda na yeye. Kiti kingine ya Michelle pea yule kiwete mwenye ama mgonjwa mwenye ako na hamu ya kwenda kwa mkutano. Tukamaliza tukaenda kumsindikiza kufika kwa barabara. Bado alikuwa anasisitiza kwamba turudi nyumbani tuchukue Michelle. Nikamwambia hatutarudi, wewe enda kwa mkutano. Manake Michelle amekuwa mgonjwa kwa hiyo miaka 18 na Michelle amekuwa ni kama mzigo katika familia yetu na kicheko katika familia yetu. Alikuwa mgonjwa nini? Alikuwa mgonjwa kwanza, alikuwa ameugua meningitis akiwa na miezi 8. Akapelekwa hospitalini, baadaye ndio akakuja kugundua kwamba amepoteza macho. Yaani akakuwa kipofu. Akakuwa kipofu akiwa na miezi 8. Sasa vile waligundua kwamba ni kipofu, kumbe pia tena alikuwa kiwete kwa sababu hakuwa anaweza kukaa. Sasa alikuwa anashikiliwa. Sasa mama yake akachoka na yeye sababu alikuwa ako Nairobi, akarudisha nyumbani kwao Siaya kwa mama yake. Sasa vile walikuwa anaishi na mama yake, kulikuwa na mkutano ya Kericho. Ndipo Michelle alipelekwa pale na mama yake alikuwa amejoin ministry bado. Bila alipelekwa pale ndio mara yake ya kwanza Michelle alikuwa anakula ama alikuwa anafanya kitu yoyote. Kwa hiyo mkutano ndio Michelle aliitisha maji. Michelle sasa walivyorudi nyumbani, Michelle akapata usiku, wakapata Michelle ameinua mkono na anatembea. Sababu hakuwa anawezeshwa kutembea mwanzo. Sasa hapo ndio Michelle
akazidi kukaa kule nyumbani. Mama yake kawaida ya msichana mwenye bado ni mchanga, maana alipatikana akiwa bado ako kwao. Mama yake akakuja nyumbani, akakuja Nairobi. Wazazi wake ndio wakachukua nafasi wakampeleka kwa na uncles zake. Wakaona aende akae kwa vipofu wenzake kwa shule ya Luor School of the Blind. Sasa pale ndio Michelle amekuwa kwa hiyo muda yote. Wakifunga wakikuja nyumbani, alikuwa anaenda kwa wajomba wake, lakini ikafika mahali nikasema tuanze kuishi na yeye. Vile nilianza hivyo ndio maana wazazi wangu wakakuja wakasema, katika hili boma sisi hatuna kipofu hapa. Sasa hauwezi ukatuletea damu yenye hatuelewi hapa. Sasa ndio nikakuwa na hiyo hofu, mandugu zangu kila mtu akakuwa, tukikutana nikakuwa ni kama nimetengwa. Sasa nikakuwa na hiyo hofu, kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nataka amani, nikaona ni heri nitoroke katika boma yetu, nikaenda nikanunua shamba mahali pengine. Kwa sababu wewe ulizaa kipofu? Kwa sababu mimi nimekubali msichana mwenye ako na kipofu. Okay. Sababu mimi si biological father wake. Sasa ndio tumeishi pale upande wa Siaya game. Sasa kukakuwa na wakati mvua ilikuwa inanyesha, mvua kubwa kabisa usiku. Na Michelle akaona badala ya kuamsha mama yake, Michelle akaona aende kwa choo peke yake. Na ni ile hakuwa anaona kabisa, ile kiti chake cha kumuelekeza cha kipofu kilipotea katika shuleni. Sasa akaanza kuenda kwa choo akapotea. Nakumbuka mvua ilikuwa inanyesha, mvua kubwa kabisa. Sasa vile alipotea, mama yake hakuwa amegundua ameenda nje. Baadaye ndio dada yake mwenye analala na yeye akakuja akaambia mama yake Michelle yuko hapa kwa kitanda. Sasa wakaanza kutafuta kwa mvua, na mvua ilikuwa inanyesha, mvua kubwa kabisa usiku wa manane. Sasa kutafuta na kuna giza. Hapo majirani kulikuwa na walikuwa wanauza hii pombe haramu. Na unakumbuka environment yenye kuna pombe, kuna walevi na kuna kila aina ya watu. Sasa Michelle akapatikana kwamba ako mpaka kwa barabara. Sasa mama yake wakishachoka kumtafuta, wakaona anatokezea kule anarudi na mvua inanyesha kabisa, ambapo ni Mungu ndiye alimsaidia. Huenda wangemfanyia kitendo cha ambapo si mzuri, lakini Mungu akamtetea, Michelle akafika. Hasa mahali pa uponyaji, vile nilibaki na yeye on Sunday 31st, nikamwambia Michelle, unaamini ya kwamba utaona? Akamwambia baba, mimi naamini nitaona. Nikamwambia Michelle, ukiona hautarudi kwa etika ile shule ya kipofu. Manake akifika mahali pa kurudi shuleni huwa aongeleshi mtu karibu siku 3. Sababu kule wanafanywa kila kitu, na kengele ikipiga wanaacha mtu mwenyewe aende mwenyewe penye kwa jikoni achukue chakula. Sasa vile ni kipofu kabisa, unapata saa zingine hajapata chakula. Sasa ndio maana amekuwa kwa hiyo hofu ya hiyo na uoga ya kwenda shuleni. Sasa vile manabii wa Bwana on 31st walikuwa wako Menengai, wako Amerika. Nikamwambia manabii wa Bwana wanataka kwenda kwa mkutano, unaamini Michelle leo utaona? Akaniambia baba, naamini nitaona. Sasa nikaanza kutafuta katika televisheni, signal zikapotea. Nikaweka katika Jesus is Lord Radio. Hapo ndio vile manabii walisema kwamba wanaelekea Menengai. Nikamwambia manabii wa Bwana wanaelekea Menengai, sasa amini utapata uponyaji wako. Immediately manabii wa Bwana walifika kiwanja, wakaamrisha uponyaji. Vile walisema kwamba even you at home receive your healing. Michelle alikuwa kwa nyumba na alikuwa na ndugu yake. Huyo ndugu yake akaanza kupitisha socks ya shule mbele ya Michelle. Sasa akaona Michelle anafuatilia na macho yake. Hapo ndio ndugu yake akaniambia baba, maana mimi nilikuwa nimekaa nje na wao walikuwa kwa nyumba ndani wakikunywa chai. Sababu hapo nje nilikuwa nimepokea simu kutoka kwa security mwenzangu mmoja akiniuliza uko wapi, na watu wanakuwa deployed.
Sasa nilikuwa ninasema sasa nitasema kwa nini sijaenda kwa mkutano, nikijiwaza kwa moyo wangu. Sasa vile aliniambia Michelle anaona, nikakimbia nikaenda kwa nyumba, nikamwambia Michelle unaona? Akaniambia baba ninaona. Nikamwambia kama unaona nifuate. Michelle akaanza kunifuata kwa nyumba. Hapo kwa nyumba alikuwa anaelekezwa mpaka mahali penye atakaa. Ukimpea chakula lazima umwekelee kwa mkono. Akimaliza hata kama anahitaji kuongeza hawezi akajisemesha, alikuwa ameoga. Hata wageni wakikuja kwa nyumba unapata anaenda anajificha, anaenda kwa bedroom yake. Lakini vile niliona Michelle ananifuata, nikaona huenda hapa kwa nyumba huenda anioni, ni ile ana guess. Nikamwambia Michelle twende nje unifuate. Tukaenda nje ya nyumba. Pale kuna stairs imejengwa, ni stairs refu kiasi na nini. Michelle akaanza kunifuata hapo. Nikamwambia Michelle, hebu fuata ndugu yako umshike. Michelle akaanza kufuata ndugu yake. Nikamwambia hebu fuata huyo mwingine. Akaanza kumfuata. Hapo ndio nikachukua simu yangu nikaanza kurecord, nikicelebrate nikisema kipofu ameona. Na recording iko kwa TV. Ukiangalia pale, hebu turudishie nyuma, utaona yale ambayo ndugu Opati anaongea sasa. Sasa vile nilikuwa nasherekea, majirani walikuwa wanatoa mahindi katika mashamba zao. Sasa walikuwa wanakuja kuchungulia, wanaona huyu mzee leo amerukwa na akili, anajifanya aje na msichana hapa. Sasa walikuwa wanachungulia, na pigia mmoja wa rafiki zangu wako amemake kwenda Menengai. Nilikuwa na hofu nikiona wacha nikue hata na at least na shahidi, ikiumana naweza nikasema at least tulikuwa na huyu. Sasa ndio kumuita akaniambia manabii wako kwa kiwanja, siwezi nikakuja. Nikamwambia hapana, we kuja ushuhudie kitu ninaona. Akasema ya kwamba wacha nikimaliza ndio nikuje. Nikamwambia Michelle anaona. Hapo ndio aliniambia Opati kata hiyo simu. Baadaye alikimbia akikuja nyumbani, badala ya kufuata barabara man distance kidogo, alikuwa anapita kwa mashamba za watu akikimbia. Alipofuata kwa hizo mashamba za watu, maana ni mtu mwenye amekomaa. Sasa watu walikuwa wanashangaa huyu naye anaenda wapi? Watu wakaanza tena kumfuata mbio, wakikuja kuangalia anakimbia kielekea wapi. Jinsi alivyofika kwa boma, ikakuwa umati wa watu imekuwa kubwa, kwa maana wale wenye walikuwa wako nje wameogopa kuja kwa boma, maana mimi nimebaki na Michelle na mandugu zake wawili. Sisi tunaendelea tu, licha hao kutuangalia na mshangao. Ile furaha yenye nilikuwa nayo ni ile furaha sijaikuwa nayo katika maisha yangu. Sasa nilikuwa ninazidi kusherehekea. Sasa vile huyo ndugu alifika kuangalia, akaniambia Opati, kumbe Michelle anaona. Sasa hapo ndio huyo ndugu akapiga magoti akaanza kulia. Akasema haya huwa ninayaona nini, na leo tumetembelewa katika area yetu. Sasa hapo ndio tukaweka tukazidi kusherekea, majirani wakazidi kusherekea pamoja nasi. Hata majirani wakasema haya huwa tunaona katika Biblia, tunasoma katika Biblia, lakini leo tumeona katika hii boma ya ukweli, huyu nabii wa kina Opati ni nabii wa Mungu. Manake hiyo area ya South Game ni area yenye makanisa mingi kule, ni makanisa hii ya kiroho ambapo wanaamini mambo na kina Ondeto, sijui Ondeto ndio nini, lakini walisema saa hizi tumegundua kwamba huyu nabii ni nabii wa ukweli, kwa sababu huyu mtoto amekuwa kipofu tukiona. Hata mtu mwenye alikuwa amemnyoa on Saturday, maana mama yake alikuwa amepanga at least ani convince niende mahali ndio ahepe na Michelle waende mkutano. Sasa alikuwa amemtayarisha akimnyoa. Hata huyo kinyozi mwenye alimnyoa vile alisikia Michelle ameona, alikimbia mbio akakuja akasema mimi ndio nimenyoa kipofu mara ya mwisho. Mimi nashuhudia kweli.
Sasa tangia hiyo siku Michelle alikuwa yule muoga, na alikuwa anakaa ni kama mikono haikuwa na nguvu, ilikuwa inakaa ni kama pia akili haikuwa vile timamu vile. Maana mtu akikuja kwa nyumba angelijificha. Hakika kukuwa na kipofu kwa miaka 18 sio mchezo. Vile nilikuwa nakutana na mtu nikimueleza, mtu anaona ni kama niko kwa mzaa. Anasema upati utakuwaje na miaka 18 ama ni miezi 8? Nawaambia mimi niko na mtoto wa miaka 18. Wageni wakikuja wakisalimiana wakimpea mkono wanasema kwani msichana aoni? Na nini hapo ninaanza kushikwa na huzuni, kwa sababu ninasema heri hata angekuwa kisiwi angelikundulika haraka, kwa maana hata angelipeana mkono akisalimiana. Sasa kila mara nilikuwa nikifikiria, tukiona documentaries hapa, nilikuwa nakaa najishika nikisema Mungu nilikumbuka. Lakini Menengai ya 7 imebaki ya kihistoria katika familia yangu. Wajomba zake walichukua hatua, wakakuja mpaka nyumbani vile walisikia hiyo habari. Mama yake aliweka kwa platform ya group ya familia. Walikuja wote, ni watu wanashiriki katika kanisa lingine za Catholic, lakini kuanzia saa hizi wamekuja kwa Ministry of Repentance and Holiness. Hallelujah! Makofi mazito mazito mazito. Makofi mazito mazito mazito. Sasa wapendwa wa utawala, imekuwa safari refu kwa maisha yangu, na imekuwa ya kutengwa. Kwa boma yangu walikuwa na pale wanaongezea, wanasema kwa ile boma ya kipofu. Lakini tangia Menengai wa 7, saizi boma yangu si ya kipofu tena, ni boma ya kipofu aliyeona. Sasa tutasherekea kwa ufahamu. Tutasherehekea kwa ufahamu. Muone Michelle ndio huyo akiwa kwa runinga. Huyo ndio Michelle akifukuzana na baba, unaona? Sasa sio historia ya Biblia, ni ukweli kwa boma la Japheth Opati. Hallelujah. Hallelujah. Menengai 7 was not a joke, beloved people. Menengai ya 7 haikuwa mzaa, watu wapendwa. It does not matter whether you are visited or not. Haijalishi kama ulitembelewa ama haukutembelewa. Because he waited for 18 years. Kwa sababu alingoja kwa miaka 18. And look, na sasa angalia, the Lord never tarries. Bwana kamwe hakawii. His timing is the best. Wakati wake ndiye bora. So if you have followed this testimony, kwa hivyo kama umefuatilia ushuhuda huu, and also remember what the Lord did in Germany, na pia kumbuka kile ambacho Bwana alitenda kule Ujerumani. and I like what the neighbors were saying, na napenda kile ambacho majirani wake walikuwa wakisema, especially the baba. Haswa sana yule kinyozi. Mimi nilinyoa kipofu mara ya mwisho. Mimi ndiye nilinyoa kipofu mara ya mwisho. Manake tena hata nyoa kipofu anaitwa Michelle. Kwa maana tena hata nyoa kipofu anayeitwa Michelle. Sasa boma ikabadilika jina. Sasa boma likabadilika jina. Sio kwa kina kipofu. Sio kwa kina kipofu tena. Hapana, yule kipofu wa zamani anayeona. Yule kipofu wa zamani ambaye sasa anaona. Mungu wetu anabadilisha majina. Mungu wetu anabadilisha majina. Wewe ngojea tu, wewe subiri tu. Wewe ngojea tu, wewe subiri tu. And so I want to celebrate the Lord Jesus. Na kwa hivyo ningependa tukamsherehekee Bwana Yesu. Let us now celebrate with a reason. Wacha sasa tukasherehekee tukiwa na sababu. Because we know. Kwa sababu twajua. The world is so corrupt. Dunia imejawa na ufisadi mwingi mno. People don't believe what the Lord is doing. Watu hawaamini kile ambacho Bwana anakitenda. But there you go. Lakini sasa hapo maondoka. Right inside here. Hapa ndani kabisa ya kanisa. Our very own. Yule aliye wetu mwenyewe.